Malengo kilikuwa kinalenga zaidi watu wa filamu. Unajua watu wa filamu tuliona wamepoa sana na hawaangaliwi zaidi ya hawa watu wa muziki. Kwa hiyo ukienda kwenye stations za radio, stations za channel zetu za movie, kwenye channel zetu tulikuwa tunaona kabisa kwamba waigizaji kazi yao wenyewe ni kupeleka tu movie. Lakini huwezi kukuta muigizaji anakaa anajielezea maisha yao. Kwa hiyo kipindi cha Jumba la Sinema kilikuwa kinahusu filamu tu na kinahusu filamu basi. Kwa hiyo kimewalenga waigizaji, madirector, wadau wa filamu, watu wa mandhari ndio kiliwalenga zaidi, lakini na kuwaita studio kufanya nao interview. Jumba la Sinema lilikuja kuanza kuaminika pale ambapo lilizamini tuzo za filamu za TDFA. Pale ndo tulicheza pati kubwa sana sisi kama Jumba la Sinema kushirikiana na chama cha waigizaji mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo hiyo ndio story fupi ya kipindi cha Jumba la Sinema. Kinaitwa Sweet FM, kiko Mbeya, na malengo kilikuwa kinalenga zaidi watu wa filamu. Unajua watu wa filamu tuliona wamepoa sana na hawaangaliwi zaidi ya hawa watu wa muziki. Kwa hiyo ukienda kwenye stations za radio, stations za channel zetu za movie, kwenye channel zetu tulikuwa tunaona kabisa kwamba waigizaji kazi yao wenyewe ni kupeleka tu movie. Lakini huwezi kukuta muigizaji anakaa anajielezea maisha yao. Kwa hiyo kipindi cha Jumba la Sinema kilikuwa kinahusu filamu tu na kinahusu filamu basi. Kwa hiyo kimewalenga waigizaji, madirector, wadau wa filamu, watu wa mandhari ndio kiliwalenga zaidi, lakini na kuwaita studio kufanya nao interview, kujua changamoto zao nje ya filamu lakini na ndani ya filamu. Kama ulivyosema, Jumba la Sinema kweli limeruka vituo viwili vya radio ambayo ni Mbeya FM na Sweet FM. Jumba la Sinema lilianza 2019 na idea hii tuliandaa na jamaa wangu mmoja. Unajua mimi nilikuwa nafanya kazi pale Sweet FM kipindi kile. Kipindi changu nilikuwa nafanya kipindi kinaitwa Media View, kipindi cha mambo ya siasa, mambo ya nini, na mimi nilikuwa nafanya comedy pale, natengeneza matangazo na nini. Lakini nikaenda kwa meneja, nikamwambia bwana, mimi nina wazo, kwa nini waigizaji, unajua mimi ni muigizaji nje na vitu vingine. Nikawa nafikiria kwa nini si waigizaji hatupewi fursa ya kukaa na sisi kuhojiwa kama hivi yani, na tukiojiwa tu kidogo tofauti na watu wa kuimba wanapewa time. Kwa nini na sisi bosi tusiitage waigizaji tukajua historia ya maisha yao, filamu gani inafuata. Nakumbuka kipindi kile meneja alikuwa Kasim Mpika. Ya saizi yuko radio moja iko Mbeya inaitwa Access FM. Ndio alikuwa meneja wetu pale. Akasema Kindingo, safi, mimi nimekuita hapa ili kituo kiende, na pale nilikuwa natumia lafuzi moja ya watu wa Mbozi ya Kinyia ile wala na bwana. Ya, kwa hiyo jamaa wangu nikamwambia mimi tulikuwa tunafanya naye kipindi, akasema mimi nakusaidia kuandika script. Kwanza kweli kuandika script utani 2019 mwezi wa 4 kipindi kile tuzo za filamu zinatoka 2020 nadhani, ndo alikujaga naibu katibu mkuu wa bodi ya filamu Tanzania Kiago Kilonzo. Kipindi hicho ndo naangilia sasa kukipambania ili nianze kukirusha. Watu wa kwanza kukizindua ndo wale katibu wa bodi ya filamu na mastaa wote wa movie walikuja wakanitembelea, wakanisupporti na wakaniambia, Kindingo, kitu ulichokifanya ni kitu kizuri kwa sababu waigizaji. Tena kuna mtu akanitania Amina Vikoba akasema kipindi hiki viko viwili tu Tanzania, Jumba la Sinema na Zamani. Kwa hapa hiyo ndio historia fupi. Mtu wa
kwanza kufanya interview ya Jumba la Sinema ni director Ben Lowe, na pale ndo mwanga wa interview mfululizo. Ukamwona Shaboko, ukamwona Dr. Kimaro, ukaja ukamwona Shaboko, ukamwona Amina Vikoba, na bado unaendelea kuwaona watu wengi. Lakini pia Jumba la Sinema lilisimama kwa muda. Unajua kuna mtu mmoja aliniambia kwamba wema ukizidi nao ni matatizo. Unajua kipindi cha Jumba la Sinema kimeeditiwa na maedita wengi sana. Leo niseme ukweli, kwa nilikuwa sina editor, nilikuwa sina nini. Kwa nilipokuwa nimetoka Mbeya FM nikaenda kufanya kazi za watu, pia ni kwenye TV. Kwa nikaona siwezi kutumikia kazi mbili kwa wakati mmoja. Nikaona ngoja nisimame kwanza kwenye kipindi cha Jumba la Sinema, kwa sababu kilikuwa kinahitaji mambo mengi, mambo kama haya unayoyaona. Kwa hiyo kipindi cha Jumba la Sinema kilikuwa kinatakiwa kiwe huru, na maeneo ambayo redio ambazo nilikuwa napata nilikuwa napewa time chache. Kwa msanii unakuta mkianza kulijadili movie, maybe tunaijadili Jua Kali, tutaweka hapa series, yani maongezi ya kwanza ya Ramata, ya pili ya nani hivyo, kwa sababu Jumba la filamu ina wigo mpana na tunahitaji kuielezea kwa undani zaidi. Kwa muda ambao nilikuwa naupata ulikuwa ni mdogo, lakini pia wasanii walikuwa wanakosa malalamiko sahihi. Kwa kituo ambacho nilikuwepo, unakuta labda afisa utamaduni amefanya kitu ambacho sio sawa kwa waigizaji. Kwa unashindwa kumuoji, unashindwa kutumia ile kwamba kwa nini kiko hapa, kutokana na ilikuwa redio ya jiji kidogo. Kwa hiyo nilikuwa nashindwa kujipanua na kutanua baadhi ya talanta yetu. Kitu ambacho kinatakiwa kutarajiwa zaidi ni kwa wasanii wenyewe, kwamba sasa filamu zinapotoka lazima uje ufanye interview. Lakini pia wasanii watajiachia zaidi, kwa sababu Jumba la Sinema sasa limeshajitanua, lina vifaa, tuna uwezo wa kumfuata mtu kokote. Lakini pia nitoe wito kwa waigizaji, madirector walitumie Jumba la Sinema, kwa sababu tumeonekana kama sisi waigizaji ni wavivu sana kuvitumia vyombo vya habari kwa kuongelea kazi zetu, kuliko zaidi tunaongeleaga kiki. Kwa hiyo ikitoka tu labda ya nani wanajua hii ni kiki, lakini hapa utawaona waigizaji wote unaowafahamu wewe Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini pia utawafahamu waigizaji wote ambao wanapatikana katika jiji la Mbeya, kwa sababu mazao ya kipindi cha Jumba la Sinema ni Mbeya. Ndio maana tunasema nyumbani kwanza. Kwa hatuwezi tukafanya interview nyingi bila kuanza nyumbani. Kwanza tunatakiwa kuikuza tasnia yetu ya filamu nchini Tanzania. Lakini pia hizi nchi za Zambia, Malawi, hizi nchi za kusini, kaskazini, yani nchi ambazo zinatuzunguka zinapenda sana kutazama filamu zetu kutokana na ubora na maudhui tulionayo. Kwa hiyo lengo la kutoka ni kuwa surprise waigizaji wa ndani kwamba kumbe Tanzania tunapenda, kumbe hao wa Zambia wanatupenda hivi, kuna haja ya mimi kwenda kule. Kumbe wa Malawi wanatupenda hivi, kumbe wa Botswana wanatutazama, wanaangalia sana filamu zetu. Na kama ulikuwa hujui, ukienda Botswana au ukienda Zambia ndo wanaongoza kwa kutazama filamu zetu. Ukienda Malawi ndo usiseme. Ndio maana najitahidi kuwakutanisha hawa. Ndio maana ya kuvuka mipaka. Lakini pia Jumba la Sinema kuvuka mipaka ni moja ya target yetu, lakini ni moja ya plan yetu. Channel ambayo iliomba tufanye kazi juu ya hiki kipindi cha Jumba la Sinema ni channel 3. Siwezi kuzitaja kwa hapa. Wa kwanza aliniambia tutaanza kukirusha kipindi, lakini tutaanza kukirusha kipindi. Tukishaanza kukirusha kipindi, wadhamini wa kwanza ambao watakuwa wanaingia kudhamini kipindi, mimi nitakula 40%.
tukapishana kwamba kwa nini mimi producer nile 40%, why wewe usile 40%. Tukapishana. Channel nyingine kubwa kabisa na maarufu na wafanyakazi wake wengi ni washikaji zangu, iliniambia inabidi nijitolee miezi 3. Yaani hicho kipindi kiruke miezi 3. Alafu ndo nije nikae nao mkataba tujue tuna kirusha vipi. Nikashindana nao. Wengine niliowapenda hao 3 walinitumia menu, kama unataka kununua time uanze kurusha content yako, bei ni hizi. Unaona? Kwa hiyo watu wengi walinitafuta. Wengi hususan wa media za radio za kawaida, wengi walinitafuta kwamba kwa nini tufanye hichi kipindi. Kwa wale nitafuta ni wengi kwamba tunaomba tufanye kazi na kipindi cha Juma la Sinema. Juma la Sinema kwanza surprise yao mtaona host tofauti. Zamani mlikuwa mnamuona Kindingo Master peke yake, lakini sasa hizi mtawaona host tofauti ambao wana host. Kwa hiyo nilikwambia Jumba la Sinema limekuwa kubwa. Kwa hiyo kuna watu watakuwa wanafanya host, wanatumia clip tofauti. Lakini pia litakuwa na vipindi content, yani tuseme litakuwa na segment tofauti. Kama Kizimbani bado imebaki pale kwa sababu ndo segment ambayo inapendwa na watu wengi. Maswali ya papo kwa papo, hiyo itakuwepo. Moja kwa moja location bado ipo. Itakuwa action cut, tunataka tuibadilishe kidogo. Action cut kwa sababu kuna segment 3. Action cut tunataka tuibadilishe kwa sababu tutaiongezea vitu fulani. Tulikuwa ile ilikuwa inahusu tu kupiga story na watu, lakini moja kwa moja location ndo tunataka tuiboreshe zaidi kwa sababu waigizaji wengi wanaingia location. Twende tukaangalie kazi zao wanazozifanya.